Niko pamoja na management ya Simba katika hiki ambacho walichokiamua. Kimsingi natakiwa lazima niseme, wale ambao watakokwenda kucomment pale kwangu kwenye Instagram Mikoa Kisugu, acha wa comment, lakini lazima niseme moja ya sababu ya manager Pantev kuondoka kwenye Simba ni sisi mashabiki wa Simba. Moja ya sababu ya kuondoka Pantev kwenye Simba ni sisi mashabiki wa Simba. Sisi ndio tupeleka ujumbe kwa management ya Simba kwa matumitaji Pantev. Na hiki ninachozungumza kwa ushahidi ninacho. Wakati tuko katika uwanja Benjamin Mkapa tunacheza na Petro ya Angola, baada ya matokeo kutokea Simba kufungwa goli 1-0, watu walimuimba vibaya makopo, wakamrushia na wakamwambia kwamba tuachie timu yetu. Leo hii kama viongozi, kama wachezaji wao na mashabiki wa Simba wamekwenda kutoa ujumbe kwa manager Pantev kwamba hawamhitaji. Maana yake ujumbe ule si kana kwamba walikuwa wanapeleka kwa Pantev. Ujumbe ule walikuwa wanaupeleka kwa management ya Simba kwa sababu wao ndio walomleta kocha ndani ya Simba. Lakini cha ajabu, wale waliokuwa wanamrushia makopo, wale waliokuwa wanaimba mpaka majasho na watoka kwamba hatukutaki tuachie timu yetu, ndio leo wanakaa katika vyombo vya habari wanakwenda kushtumu uongozi wa Simba kwa nini wamemuondoa. Hiyo ina maana gani? Hii ina maana tufike mahala tubadilike. Kuna muda mwingine management hizi zinakwenda kufanya maamuzi kwa pressure ya sisi mashabiki. Sisi ndio tumkataa taifa. Mwandishi gani wa habari anaweza kulikana katika hili? Nani anaweza kukataa akasema Kisugu muongo katika hili? Sisi mashabiki. Video zipo, waandishi wa habari ninyi ndio mlokuwa mnaposti. Sanga kaposti, Ngware kaposti, Mavala kaposti, Mtanange kaposti. Yako maneno makubwa mkaandika kwenye heading ile. Mkasema manager wa Simba hatakiwi na mashabiki wa Simba. Kama leo uongozi wa Simba umekwenda kutekeleza matakwa ya wana Simba ambao tulionyesha kwamba mwalimu hatumtaki, leo kwa nini tunatoka hadharani kwenda kuwashtumu viongozi wa Simba? Tuache unafiki. Muache unafiki. Tuache fitna. Na hii Kisugu ya viongozi kufanya maamuzi kwa kushinikizwa na mashabiki, unaona ni sawa? Nimesema kuna muda mwingine si uongozi tu wa Simba. Iko timu ilipata matokeo, ilikosa matokeo, iko Mbeya. Mashabiki waliimba pale, hatumtaki, 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 hatumtaki. Unakumbuka hiyo? Nakumbuka. Mechi gani kama unakumbuka nikupa ofa itaje? Dhidi ya Mbeya City. Na nani? Na Young Africans. Mashabiki walisemaje? Walimkataa kocha. Mwisho wa siku viongozi akatimliwa. Kwa hiyo kuna muda mwingine viongozi wa vilabu hivi wanatengeneza pressure kwa sababu ya nini? Ya mashabiki. Ya mashabiki. Leo sisi mashabiki tunageuka. So sawa. Mara mwisho Kisugu tumezungumza kuhusiana na mchezo ambao mlipoteza, na wewe lawama ulipeleka kwa wachezaji na sio kwa kocha ama manager Pantev, kwa sababu ulisema kila kitu walifanya, kilichoshindikana ni jitihada za wachezaji kuweka mpira kambani. Wewe hili ulilitarajia? Kuna kitu kinaitwa dhahiri na kuna kitu kinaitwa shahiri. Shahiri ni kile, dhahiri ni kile ambacho kinachoonekana. Mimi nilikuwa nazungumzia ule muono ambao niliouona kutumia lenzi ya macho yangu kwa namna ambavyo mpira unavyochezwa kwenye nini? Kwenye pitch. Wachezaji wanakosa, nikasema wachezaji wa Simba ndio sababu. Lakini inawezekana wachezaji kweli walikuwa wanakosa kwa mtazamo, lakini wachezaji katika kukosa kwao magoli kwenye dressing room, akirudi nini mwalimu unazungumza? Nini mwalimu unasema? Kuna mchezaji mmoja sijui wakati wa Mavara, hata uandishi aje uanza, alikuwa anaitwa David Beckham. Alikuwa kipenzi cha mashabiki sana duniani David Beckham, ukiachia Waingereza wenyewe. Lakini kuna siku David Beckham kwenye dressing room, kocha akiwa Sir Alex Ferguson, walishuhudia tu mashabiki kutumia video kuona David Beckham anavuja damu kutoka kwenye jicho lake, juu ya jicho. Waandishi wakasema Sir Alex Ferguson alichukua kiatu alimpiga nacho David Beckham. Swali la kujiuliza, kwa nini Ferguson alifanya yale maamuzi kwenye dressing room kwenda kumpiga kiatu David Beckham? Nini kilitokea kwenye dressing room? Leo tunaona kina Guardiola hawa, tunaona picha za video kwenye dressing room, mtu anakwenda anavunja dumu la maji, anavunja machupa, anapiga mateke. Yako mambo ya dhahiri
na yako mambo ambayo sisi hatuwezi kuyaona. Lakini ni kama manager Pantev umeamua kumtoa kafara. Simba bado mnamtafuta mchawi ambaye anafanya mambo asiende vizuri, na tunaona kuanzia nje ya uwanja, ndani ya uongozi mambo ni mabovu. Huenda pia ndo sababu ya mambo haya kujitokeza, lakini kafara imemwangukia manager Pantev. Siamini kwamba lugha uliotumia kama uko sahihi kumtoa kafara. Kwa hiyo nataka kuniambia katika kile ambacho tulichokubaliana mara ya kwanza, hiyo timu iliyocheza na Mbeya City pia nao walitoa kafara. Mnamtoa kafara. Ngoja kabla tuja kwenda huko, nasema tulikubaliana mwanzo wa mazungumzo yetu. Kuna timu ilimfukuza mwalimu wao. Sababu ilikuwa mashabiki wa wapi? Wa Mbeya walisema hawamtaki. Swali langu mimi dogo, management walimtoa kafara Manforce. Mazingira yalikuwa yanatafutwa kuona nini hasa ni shida. Kwa hiyo kwamba kama mazingira, kwa hiyo kila mmoja anajaribu kutengeneza mazingira katika upande wa kwake. Labda nikwambie kitu kimoja Salome. Simba moja katika vilabu bora barani Afrika. Tunapojaribu kumpa contract mwalimu, yako makubaliano ambayo mwalimu tunakubaliana naye kuhakikisha kwamba Simba inasonga mbele zaidi. Kabla ya Pantev, kama mtakumbuka, timu hii tulimkabidhi Hemedi Morocco. Hemedi Morocco. Agreement na Hemedi Morocco ilikuwa mechi moja. Lakini ndani ya ile mechi moja tulimpa masharti lazima ukayatimiza, alikwenda kuyatimiza. Manager Pantev. Viongozi ndio wanaweza kutoka kutuambia katika management na katika mkataba wao nini walikubaliana. Lakini mimi nasema lazima niseme, kwa sababu ya aina uongozi tuliochagua uliokuwa madarakani umekaa kikatiba, huwa mara nyingi nakubaliana na maamuzi yale ambao wanafanyaje wanaoyaamua. Mimi mtazamo wangu kama Kisugu, naamini kwamba wanafanya maamuzi kwa maslahi mapana ya Simba. Na hauoni kwamba hii itaenda kuwavuruga zaidi? Mlimuondoa kocha Fadu Davis ambaye alikuwa amefanya usajili kwenye kikosi cha Simba na akaleta wachezaji hawa, lakini baadaye amekuja Pantev, amekutana na wachezaji wapya na akajaribu kuingiza vitu vyake. Michezo 5 tu imetosha kumuondosha. Mnaenda kuleta tena kocha mpya ambaye atakuja na falsafa zingine kwenye kikosi cha Simba. Mnaiona safari yenu kuwa ngumu kiasi gani, hasa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza kabla sijajibu, twende record ya manager Pantev katika michezo 5 ambayo amekabidhiwa ndani ya Simba Sports. Katika michezo 5 aliyokabidhiwa manager Pantev, michezo 2 kama nitakuwa sawa sawa ya ligi. 2 michezo 2 naamini kama nitakuwa na kumbukumbu itakuwa ya ligi. Michezo 3 itakuwa ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ndani ya michezo ya klabu bingwa barani Afrika manager Pantev amewini mechi 1. Ni kama 4 ya 4 klabu bingwa. Amekwenda kuwini mechi moja alitoa, moja ameshinda, moja amesuruhu, 2 amepoteza. 2 amepoteza. Ya ligi dhidi ya JKT ameshinda. Amewini. Sio rekodi mbaya na wala sio rekodi nzuri. Siku 59 akiwa na Simba. Lengo za timu hii kuhakikisha inafanya vizuri. Kuna section 3 kwenye timu. Section ya kwanza ni mashabiki. Moja, tunatekeleza majukumu yetu. Na kesho tutakwenda Meja Isamuyo kuhakikisha kama mashabiki tunakwenda kutekeleza majukumu yetu, kwenda kuisupport timu. Mashabiki wanatekeleza majukumu yao. Section ya pili ni management ya Simba. Kazi ya management kwenye timu ni nini? Moja, kusajili wachezaji, lakini pili, kuhakikisha huduma msingi na huduma sahihi kwa wachezaji zinafika. Maana yake wao wanapata mshahara kwa wakati, wao wanapata posho kwa wakati, wao wanasafiri kwa wakati, na wao wanalala katika hoteli ambazo wanastahili kulala. Salome nisaidie, wanafanya wafanye?
wanafanya. Maana yake kwamba wao jukumu lao linakwenda wanalitekeleza. Mtu wa mwisho kuipatia point 3 Simba na kuwapa furaha ni nani? Unamzungumzia kocha ambaye anaongoza kikosi, technical bench pamoja na wachezaji. Lakini watu wanajiuliza kwa nini wachezaji wa Simba wanakosa magoli? Anaondoka mwalimu, manager Pantev. Mimi ninachojua wameanza na manager. Tunakwenda kwenye dirisha dogo. Wale wachezaji ambao wanaaminika kwamba hawajitoi na spirit ya kupambana iko chini, wataondoka. Wataondosha Simba. Yes. Kila siku Simba itakuwa ni kujenga timu Kisugu. Mashabiki wa Simba mapema psychology zao zikae vizuri, zikae sawa sawa. Dirisha hili dogo, yawezekana wachezaji wetu vipenzi tunavyovipenda pia nao wataondoka. Kama timu inapata facility zote, mishahara inalipwa kwa wakati, kazi ya wachezaji kuhakikisha kwamba timu inapata point 3. Kila siku mtakuwa mnajenga timu Kisugu. Wewe ndio unatamka neno la kujenga. Ukubwa wa Simba itakiwa kujenga. Ukubwa wa Simba inatakiwa Simba iwe inapata mafanikio siku hadi siku. Miaka 4 mfululizo mmekuwa mnazungumza kujenga timu na mafanikio mmeyakosa Kisugu. Mafanikio tukiyakosa mwaka jana tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Salome liko jana ngoja ubingwa mfululizo. Yes. Ubingwa ndani unaweza kupoteza. Ubingwa ndani kama vile labda nitolee mfano si kitu gani kile. Unajua mmepigwa na mtani mara 6 mfululizo. This is a football. Mambo kwenu mabovu. Kama kucheza vizuri mwenzio anafanyaje? It's not a game, it's a rich thing.